misionari tulionayo. Kwa hiyo tutakuwa tunajikita zaidi kutazama misionari na tafakari yetu ya kipindi cha Kwaresma, na kidogo tukiulizana tu viini vya kipindi chetu ni vipi? Kuna viini vya kipindi cha Kwaresma. Nataka kukumbusha viini vya kipindi cha Kwaresma. Hiki ni kipindi cha Kwaresma, ni vitu gani vya msingi hasa kwa sisi wa Kristo wa kipindi cha Kwaresma ni kufunga, kusali na kutenda matendo ya huruma. Asante sana, nashukuru. Ametaja vingi vingi. Cha kwanza ni maisha ya kusali, maisha ya sala. Maisha ya sala ina maana yanatuongoza, na hata kadiri ya miongozo yetu ya imani kama ya maisha ya kiroho, kwamba muumini anapaswa aongeze spidi zaidi kuliko kipindi cha kawaida. Na maana kama ratiba zilikuwa za kawaida katika kipindi cha kutafakari makuu ya Mungu, kipindi cha Kwaresma inaongeza zaidi, na kanisa linatusii tujipe muda wa kutosha kwa ajili ya maisha ya sala. Kwa kusali ni kiini cha kwanza cha maisha ya kipindi cha Kwaresma. Jambo la pili ni kufunga, na kufunga ndio kuendana na matendo ya huruma, kwamba yale ambayo tumejikatalia kwa namna pekee. Amri ya kanisa inaongoza kwamba funga siku ya Jumatano na Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa. Katika namna hiyo, agizo la kufunga linaendana na kujikatalia, ambapo baada ya kujikatalia vile vitu ambavyo muamini mfuasi wa Kristo amejikatalia, anaweza kufanya matendo. Kwa unaona kabisa misionari ambaye amezingatia anakuwa na moyo huu wa kipindi cha Kwaresma, ukihusianisha na kiini cha kipindi cha Kwaresma, kufunga. Jambo lingine ni kufanya toba. Na maana katika mazingira ya toba yanatuleta sisi kama misionari kurudi kwenye mwondoko ule ule, kwamba tuko mbali na wenzetu kiimani. Kwa sababu tuko mbali na wenzetu kiimani, na sisi vile vile tunaalikwa kama misionari. Misionari wewe vizuri, lazima kurekebisha maisha yetu, ndio yetu dhaifu mbele ya Mwenyezi Mungu, na misionari uweze kwenda. Na kiini kingine tumesema matendo ya huruma, basi inaelekana na masuala ya kufunga, masuala ya kufunga. Kwa hiyo hivyo viini vya kipindi cha Kwaresma tutavihusianisha na misionari, tutavihusianisha na misionari.